Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Ni mimi mtumishi wako Pudensiana. Ninakuja tena kwa mara nyingine na somo letu la leo. Lakini kabla tujajua leo tutajifunza kuhusu nini, basi tumkaribishe Roho Mtakatifu. Mungu wetu na Baba yetu, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa wasaa tena huu Bwana ambao umempa kibali mtumishi wako cha kusogea mbele zako Bwana. Ninakushukuru Mungu, ninakutukuza. Si mimi Bwana, bali mapenzi yako yametimia. Ninasema asante Jehova, asante kwa neema hii Bwana. Asante kwa neema hii ambayo umenipa Jehova. Asante kwa kibali hichi Bwana, ninaliinua na kulitukuza jina lako. Tazama Baba, siwezi kufanya neno lolote Bwana bila Roho wako Mtakatifu kuwa pamoja nami. Ninamkaribisha Roho wako Mtakatifu sasa ninapokwenda kufundisha hili neno Bwana. Ninaomba Roho wako Mtakatifu ndio afundishe yeye kupitia kinywa changu, kwa sababu mimi siwezi neno lolote. Karibu Roho Mtakatifu ndani yangu, karibu Roho Mtakatifu katumie kinywa changu kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu kwa watoto wako uliowakusudia. Lakini pia ninamweka mtu huyu ambaye umemkusudia kulisikiliza neno lako na kupata ujumbe huu. Ninamkabidhi Bwana mikononi mwako Jehova. Nenda ukamguse atakaposikiliza neno hili. Gusa roho yake, gusa nafsi yake, ukapate kumbadilisha katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kushukuru nikisema amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi watoto wa Mungu, leo tuna somo letu linalosema alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Nimelipa ili somo kichwa cha habari alivyo baba ndivyo alivyo mwana, kwa sababu mara nyingi tunaona kwamba tabia ya mzazi au mafundisho ya mzazi ndio atakaomsaidia huyu mtoto kukua kwa namna gani. Ndio atamsaidia mtoto wake kukua kwa namna gani. Nasemea kwa mzazi ambaye anahusika asilimia zote kwa makuzi ya mtoto wake. Kama unahusika asilimia zote kwa makuzi ya mtoto wako, ndivyo na yeye mtoto wako atakuwa vile vile ambavyo umetaka akue au vile ambavyo umemfundisha. Amina. Lakini pia ninasemea zaidi kwa upande wa kiroho. Nataka kuzungumzia zaidi kwa upande wa kiroho kwamba mtumishi wa Mungu ambaye anakuchunga wewe, awe ni mtume, awe ni nabii, awe ni mwalimu, awe ni mchungaji, anayekuchunga wewe, anayekuongoza wewe katika kweli ya Mungu, ndivyo na wewe utakavyokuwa kama yeye. Kama yeye yuko na pawa ya Mungu, na wewe utakuwa hivyo hivyo na pawa ya Mungu. Kama yeye haeleweki, na wewe utakuwa hivyo hivyo haueleweki. Yaani kifupi ni kwamba alivyo mtumishi wako anayekulisha neno la Mungu, anayekuongoza hapa duniani, unayeabudu kwake, alivyo, ukimwangalia alivyo, utafutaji wake, jinsi anavyomtafuta Mungu, jinsi anavyoweka jitihada za kumtafuta Mungu, asilimia ya watu anaowaongoza pale kanisani na wenyewe wana roho kama hiyo. Kama ana roho ya upendo, mtajikuta na nyinyi mnaambukizwa upendo. Kama ana roho ya kutojali, mtajikuta na nyinyi, hata kama uliingia pale ni mtu wa kupenda watu, unajali, utajikuta ile hali yako inatoka, kwa sababu unamuona anayekuongoza hana hiyo roho. Kwa hiyo utajikuta tu kuna hali fulani na wewe uliingia mzuri, kama ukikuta pale hakuna uzuri, unakuwa na wewe mbaya, unageuzwa. Kama uliingia mbaya ukakuta pale kuna uzuri, utageuzwa na wewe kutoka kwenye ubaya wako ukaingia kwenye uzuri ambao umekuta pale. Umeona Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba kama alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Kwa mfano, ukienda ukatoka eneo moja ukashifti kwenda eneo jingine, ukifika labda kama ni kijijini, ukakuta watu labda wanakunywa maji ya kisima. Unaweza ukasema mimi maji ya kisima sijui yana typhoid, sijui yana nini. Siku za kwanza utakutaka kwanza kujitenganisha na wao, uonekane kwamba wewe huwezi. Utanunua labda maji ya chupa kama yapo, siku za kwanza utakunywa. Lakini kadri siku zinavyozidi kuendelea, lazima tu utakopi yale mazingira yao. Utakopi tu yale mazingira, utaanza kusema mbona wanakunywa hawazuliki, mbona wanakunywa matumbo hayaumi, mbona wanakunywa hawapati typhoid. Umeona Sasa taratibu na wewe unaanza kukuta umeanza kukopi yale mazingira ya kile kijiji au ile sehemu ulipo.
unaanza naye kukopi yale mazingira. Ulikuwa siwezi kunywa maji ya kisima, unaanza kunywa naye maji ya kisima. Umeona? Ulikuwa unasema siwezi kunywa maji ambayo hajachemshwa, taratibu unauliza wenyeji wanachemshaga maji, akwambia sisi tumezoea. Wewe utasema acha tu ninywe maji ya kisima lakini niachemshe. Baadaye kidogo unaona mbona wenyewe anakunywa afi bwana, mbona haumu matumbo, na wewe unaanza kufanya nini? Unabadilika. Kwa hiyo alivyo baba yako au alivyo mtumishi wako wa kiroho, na wewe ndivyo utakavyokuwa. Na wewe ndivyo utakavyokuwa. Anayekuchunga jinsi alivyo, na wewe ndivyo utakavyokuwa. Hapa nimetumia alivyo baba na ndivyo alivyo mwana. Sisemi kwamba ndio mwaita watumishi wenu wa kiroho kwamba ni baba yako wa kiroho, hapana. Hiyo tunajua, tulishakatazwa. Mnajua mtumishi wa Mungu kama ni mchungaji muite mchungaji, kama ni mwalimu utamuita mwalimu, kama ni mtume muite mtume, kama ni nabii muite nabii. Basi tuendelee na somo letu. Leo tutajifunza kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili. Tulitajifunza kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7, kuanzia sura ya 2, kuanzia ule mstari wa 7 mpaka wa 18. Nitasoma haraka. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa alipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Ikawa alipokuwa akiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Elisha akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimone tena kabisa. Akashika vazi yake mwenyewe akayalalua, akashika mavazi yake mwenyewe akayalalua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji yakamwagika huku na huku, kisha akavuka. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkabili, walipomwona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja wakaonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake, wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio hodari. Waende twakuomba wamtafute bwana wako, isiwe labda roho ya Bwana imemtwaa na kumtupa juu ya mlima mmoja au katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsisitiza hata akaona haya, akasema, haya, watumeni. Basi akawatuma watu 50, na nao wakamtafuta siku 3 wasimuone. Wakamrudia alipokuwa anakawia Yeriko, akawaambia, je, mimi sikuambia msiende? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunajifunza kwa habari za Elia na Elisha. Wakati Elia anamtafuta Bwana, anamwambia Elia amtafute Elisha ili aweze kuambatana naye. Unaweza kuona kwamba Elisha alikuwa hajaanza kufanya miujiza yoyote, wala alikuwa hajaanza kufanya kazi yoyote. Alikuwa anamsikiliza tu nini anachosema Elia, kwa sababu ndiye aliyekuwa anamsikiliza, ndiye alikuwa mkubwa wake, ndiye alikuwa kiongozi wake. Kwa hiyo chokuwa anakifanya yeye, alikuwa anasikiliza anayemuongoza, kiongozi wake anasema nini. Umeona Sasa ikafikia kama tulivyosoma hapa, imefikia sasa hatua kwamba Elia anatakiwa kuchukuliwa, anatakiwa kutwaliwa. Sasa anatakiwa kutwaliwa, na anaondoka, anamuacha Elisha akiwa peke yake. Umeona Sasa ndio maana anamuuliza anataka amtendee nini. Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee. Umeona Sasa Elisha kwa sababu alishatembea, akaona vile bwana wake Elia mambo anayoyafanya,
na jinsi Mungu anavyotembea naye, hakusita kumwomba. Akamwambia kwamba, Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Sehemu maradufu ina maana kama una upako, na mimi ninaomba upako wako uwe juu yangu. Kama una nguvu kubwa za Mungu, na mimi naomba hizo nguvu zako kubwa za Mungu ziwe juu yangu. Kama una chochote chema, na mimi nakitaka hicho chema kiwe juu yangu. Tena namwambia maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Maradufu zaidi ya roho yako iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu. Lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako, utalipata. La, hukuniona, hulipati. Kwa hiyo Elisha alipewa mtihani na Eliya, aangalie wala hata asisinzie. Awe bega kwa bega na Eliya, hatua yako hatua yangu, ili amlinde na amchunge kabisa, kwamba atakapokuwa anatwaliwa Eliya, basi Elisha akiwa anaona, ile sehemu maradufu ya roho yake itahamia kwa Elisha. La, kama hautaniona wakati natwaliwa, basi huwezi kupata chochote. Kwa hiyo ni mtihani mwingine, ni mtihani ambao Elisha alipewa na Eliya, kwamba huwezi kulala, huwezi kugeuza shingo, huwezi kuwa na mawazo mengine, akili yako itulize, ili anaponyakuliwa na wewe uweze kushuhudia kile kinachotokea, ili kile ulichokiomba kikurudie wewe. Bahati nzuri Mungu alikuwa upande wa Elisha. Nadhani tena Mungu aliruhusu hivyo kwa sababu alikuwa anamtaka mlisi wa Eliya. Alikuwa anataka mlisi wa Eliya kwamba nikishamtoa huyu, kazi alizokuwa anazifanya huyu atazifanya huyu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa upande wa Elisha. Wakati gari la moto limekuja na wapanda farasi, Elisha anapotwaliwa kwa upepo wa kisulisuli, Elisha alikuwa anaona na anamshuhudia. Akalia pale, baba yangu. Kwa hiyo alimshuhudia. Baada ya kumshuhudia, wakati anaondoka, lile vazi la Eliya lilianguka kwa Elisha, likamwangukia. Kwa hiyo ikawa bahati yake Elisha kwa sababu aliona. Sasa angalia, baada ya Eliya kuondoka, Elisha anaanza sasa kufanya miujiza kwa mara ya kwanza. Kumbuka wakati wanapita na Eliya walivuka mto Yordani. Alichokifanya Eliya, aliyagawanyisha yale maji kupitia vazi lake. Akawa wamevuka ng'ambo ya pili, Eliya na Elisha. Elisha hakuwa na wasiwasi kwa sababu bado alikuwa yuko na bosi wake. Sasa wameshavuka, ameshamshuhudia ametwaliwa, amebaki peke yake. Nini kinatokea? Akakumbuka, niliomba sehemu maradufu na nimepewa, na vazi lake ninalo. Nitafanya kama alivyofanya bwana wangu. Akalichukua lile vazi la Elisha, akapiga kwenye maji yakagawanyika, akaweza kupita. Huo ni muujiza wa kwanza ambao Elisha aliufanya baada ya bwana wake Eliya kutwaliwa. Sasa tunavyoendelea kusoma, tunaona hajaishia kwenye muujiza tu huo wa kugawanya maji kwenye mto Yordani na kupita. Aliendelea kufanya miujiza mingine zaidi na zaidi. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Alivyo mtumishi wako anayekuchunga ndivyo utakavyokuwa na wewe unayechungwa na huyo mtumishi wa Mungu. Sasa nitataja tu miujiza michache hapa, umeona Sasa wakati Eliya anaendelea mbele, ameshavuka sasa kwenye ule mto, amefanya muujiza wake wa kwanza, amevuka kwenye mto Yordani, akakutana na wale wana wa manabii, wakamwambia wamtafute, wakamtafuta Eliya, hawakumuona. Baadaye yeye akaamua kufanya nini? Kuondoka. Lakini wakati anaondoka huko mbeleni, alikutana na vijana ambao walikuwa wanamtania. Wakati wanamtania, alivyogeuka kuwaona, aliwalani wale vijana, wakalaluliwa na dubu, wakafa. Lakini muujiza mwingine aliyoufanya Elisha, aliyaponya maji. Alifika katika mji, akakuta watu wanalia kwa sababu maji waliokuwa nayatumia hayakuwa mazuri. Watu walikuwa nakufa, wanawake walikuwa nazama poza, watu vilema, yani watoto vilema wenye ulemavu.
Kwa hiyo alichokifanya Elisha, kwa sababu nguvu ya Elia ilikuwa ndani yake, akawaambia nileteni chumvi. Hii utaisoma kutoka kwenye Wafalme wa Pili sura ya 19 mstari wa 22. Akaambia nileteni chumvi. Ngoja tusome kidogo. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Na tangu saa ile maji yale yakakaa sawa hata leo kwa neno la Elisha. Huo ni muujiza mwingine ambao Elisha ameufanya. Amewasaidia watu wa ile nchi kuyaponya yale maji. Kwa hiyo hakukuwa tena na mtu anayezaa mapooza, wala hakukuwa tena na mtu anayekufa kwa sababu ya kuyatumia yale maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamwona tena huyu Elisha katika kuzunguka kwake, alikutana na mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa manabii, ambaye mume wake alikuwa ameshakufa. Na huyu mwanaume wake alikuwa ni nabii. Alikufa akawa ameacha deni. Sasa mdeni wake anakuja, anamtaka huyu mama ampe watoto wake kwa ajili ya kufidia deni ambalo mume wake aliliacha. Bahati nzuri huyu mama anakutana na nani? Anakutana na mtumishi wa Mungu Elisha. Anamwambia kisa chake kwamba mdeni wake amekuja, ambaye mdeni alikuwa na mdai mume wake, na yeye hana kitu cha kumpa. Kwa hiyo anataka kuchukua watoto wake ili kulipa lile deni. Alichomwambia mtumishi wa Mungu, ana nini? Yule mama akasema ana chupa ya mafuta. Mtumishi wa Mungu akaomba, yule mama akajifungia ndani, akaambiwa akusanye vyombo mpaka kwa majirani. Akajaza yale mafuta, yalikuwa yanaendelea kumiminika kwenye ile chupa, akajaza vyombo vyote mpaka alivyokuwa ameviomba, vyombo vikajaa. Na alipompa taarifa mtumishi wa Mungu kwamba vyombo vimejaa, sina tena sehemu ya kuweka, yale mafuta alikoma. Huo muujiza mwingine tena. Basi yale mafuta yule mama aliweza akayauza, akalipa deni la mtu ambaye alikuwa anamdai mume wake, na hapo akaweza kusalimisha watoto wake wasiuzwe au wasichukuliwe kufidia deni la baba yao. Huo ni muujiza mwingine. Lakini tunaona muujiza mwingine ambao aliweza kufanya mtumishi wa Mungu Elisha. Aliufanya muujiza kwa yule mwanamke Mshunami. Hapa tutaangalia kutoka kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8, mstari wa 8 wa sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 36 utasoma. Huyu mwanamke Mshunami, wakati Elisha alipokuwa anapita kwenye ile njia, huyu mwanamke Mshunami alikuwa anamshurutisha Elisha aende akale kwake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alikuwa anaenda, anapata pale chakula, anaendelea na safari yake. Akipita anapata chakula kwenye ile njia, anaendelea na safari yake. Lakini baadaye huyu mama akawa amemshirikisha mume wake. Huyu mtu naona ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini tusimjengee kachumba hapa ili akiwa anapita kwetu apate sehemu ya kujihifadhi? Kwa hiyo sasa wale watu wakawa wamekubaliana na mume wake, wakajenga kweli kichumba, wakawa wamempa mtumishi wa Mungu. Kwa kila mara mtumishi wa Mungu Elisha alipokuwa anapita pale, alikuwa anajihifadhi kwenye kile chumba, wanamkarimu, wanamtendea wema wote. Lakini sasa Elisha akajiuliza, huyu mama na ukarimu wote ananitendea, nimfanyie nini? Nimfanyie nini? Nimtendee nini? Lakini kumbe akaja kugundua kwamba huyu mama hana mtoto. Basi akawa amemtamkia, mwakani majira kama haya utapakata nini? Utapakata mtoto. Lakini yule mama akamwambia, usinidanganye bwana wangu, kwa sababu yeye alikuwa hajaomba hata habari ya mtoto, lakini aliyetamka habari ya mtoto alikuwa ni Elisha. Kweli mwakani majira kama yale yule mama alipakata mtoto wake, akamshukuru Mungu. Lakini yule mtoto hakudumu sana. Huu ni muujiza mwingine. Alimpatia mwanamke huyu Mshunami mtoto ambaye alikuwa umri wa mume wake tayari ulikuwa umeshaenda, tunasoma kwenye Biblia. Lakini kwa neno la Elisha huyu mama alipata mtoto. Furaha yake na mume wake ikawa imefanya nini? Imerudi. Lakini huyu mtoto hakudumu sana. Huyu mtoto alikuja akafa. Alipokufa, mtumishi wa Mungu alikuwa hayuko kwenye ile eneo, alikuwa ameshapanda mlimani. Sasa huyu mama alimwendea mtumishi wa Mungu
Alimwendea mtumishi wa Mungu aje aangalie, anamwambia mimi sikuomba huyu mtoto nipewe na sikukwambia kwamba usinidanganye. Sasa Elisha aliugua akasema kwamba mbona Mungu amenificha? Mbona Mungu hakuniambia kama huyu mtoto anakwenda kufa? Lakini bado Mungu alikuwa upande wa mtumishi wake Elisha. Elisha alienda akamwombea yule mtoto, alijinyosha kwa yule mtoto akaja akapona. Huo muujiza mwingine. Kadri utakavyokuwa unaendelea kusoma Biblia yako katika kitabu cha Wafalme wa Pili, utakuja kugundua kuna miujiza mingi ambayo Elisha aliifanya baada ya Elia kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Elisha aliifanya baada ya Elia kuondoka. Sasa tunaona jinsi alivyokuwa Elia ndivyo alivyokuwa Elisha. Kile alichofundishwa na Elia ndicho anachokifanya Elisha. Roho iliyokuwa kwa Elia ndiyo inayotenda kazi kwa Elisha. Sijui kama unanielewa. Ndio maana nikasema kama alivyo baba ndivyo alivyo mwana, alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Mtumishi wako anayekuchunga wewe, anayekulisha wewe chakula cha kimbingu, chakula cha roho, yuko wa namna gani? Kama ana tabia ambazo hazimpendezi Mungu, obviously na watu wanaowaongoza watakuwa na hizo tabia. Japokuwa sio wote, lakini asilimia ya watu anaowaongoza kwenye hilo kanisa watakuwa na tabia kama za anayewaongoza kiongozi wao. Watakuwa na tabia kama za mchungaji wao. Watakuwa na tabia kama za nabii. Watakuwa na tabia kama za huyo mtume. Watakuwa na tabia kama za huyo mwalimu. Kama ni mzinzi watakuwa na wenye hivyo hivyo. Kama ni mlevi watakuwa na wenyewe hivyo hivyo. Kama ni mtu wa tamaa watakuwa na wenyewe hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Kama alivyo anayekuchunga ndivyo utakavyokuwa wewe. Ukikuta mtumishi wa Mungu anampenda Mungu, ana mikesha, analala kanisani, anamdilia Mungu, muda wote anashinda kwenye madhabahu, lazima kuna roho yake atawaambukiza watu wengine humo kanisani. Lazima atawaambukiza watu kanisani, watakuwa na roho kama ya kwake. Kuna watu watakuwa wanapenda kufuata mienendo ya baba yao, mienendo ya mchungaji wao. Watakuwa wanapenda kufuata hiyo mienendo. Watakuwa wanatamani kuwa kama yeye. Watakuwa wanatamani kumuiga kwa matendo yake. Mbona mchungaji anapenda sana kukaa madhabahuni? Mbona mchungaji anapenda sana kuomba? Mchungaji anapenda sana kusoma neno. Unakuta na yule anayeongozwa anatamani sana na yeye kupanda viwango vya kiroho kumfikia mchungaji wake. Anatamani sana na yeye awe msomaji wa neno mzuri kama mchungaji wake. Anatamani sana na yeye awe na viwango vikubwa kama vya mchungaji wake. Kwa sababu gani? Kuna mtu hapa anayemtia nguvu. Kuna mtu anayempushi. Kuna mtu anayempushi, anamwambia endelea mbele, usirudi nyuma. Usirudi nyuma, songa mbele. Mungu yuko pamoja na wewe. Unajua, kuna matendo tunayoyafanya, tunaangalia watu waliotuzunguka wanatutia nguvu. Mtu aliyekuzunguka ni nani? Nani amekuzunguka? Mtu aliyekuzunguka anaweza akasababisha kwa kiasi kikubwa wewe ukakua kiroho au ukashuka kiroho. Inategemea nani aliyekuzunguka. Nani amekuzunguka? Nani amekuzingira? Waliokuzingira kama hawana muda wa kumtafuta Mungu, na wewe utaelekea kwenye njia yao. Kama wana muda wako bize kumtafuta Mungu, na wewe utakuwa bize kumtafuta Mungu, kwa sababu utakuta wenzako wako bize. Utakuta wako bize. Muda ambao wewe unataka kupiga umbea, wenzako wanasoma neno. Muda ambao unataka kuwatoa kwenye uwepo wa Mungu, wenzako wanataka kuomba. Muda ambao wewe unataka kuingiza mada isiyofaa, wenzako wameconcentrate na kitu kingine cha kiungu. Unajikuta wewe taratibu unaanza kubadilika kuwa kama wao. Unajikuta taratibu unaanza kubadilika kuwa kama wao. Umeona? Sasa inategemea nani amekuzunguka. Nani anakuongoza? Nani uko chini yake? Yule ambaye anakuongoza kwa asilimia kubwa sana utakuwa kama yeye. Utakuwa kama yeye. Hebu tuangalie kutoka kwenye kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 ule mstari wa 12.
Neno la Mungu linasema, nitasoma. Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Huyo nani? Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Huyo ni Yesu. Ni Mungu mwenyewe anasema hivi: amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Sio tu utazifanya, naam, na kubwa kuliko hata alizozifanya yeye. Yesu, wewe unayenisikiliza, ukiamini utafanya kubwa kuliko alizozifanya yeye, na wewe utafanya. Kwa sababu kama alivyo Yesu ndivyo ulivyo wewe, kwa sababu Yesu yuko ndani ya Baba na Baba yuko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako. Kwa hiyo hapo tumeshare hapo. Yesu yuko ndani ya Baba, Baba yuko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako. Si unaelewa? Yesu yuko ndani yako kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo anachokifanya yeye na wewe utakifanya. Tena yeye amekupa upendeleo. Amekupa upendeleo kabisa kwamba hivi, naam, na kubwa kuliko hizo. Na kubwa kuliko hizo atafanya. Utafanya, sio atafanya yule. Utafanya wewe unayesikiliza na kuamini. Utafanya wewe unayesikiliza na kuamini. Alivyo Yesu ndivyo ulivyo wewe kama ukiamini. Kama usipoamini ukajiona wewe si kitu, huwezi kufanya kitu chochote. Anza kujiamini kwamba una uwezo katika kutamka, una uwezo katika kuomba, una uwezo katika kutenda jambo na likatendeka na likafanyika na likatokea na miujiza ikatendeka mikubwa kuliko hata aliyoifanya Yesu. Unaweza kufanya. Kwa sababu sisi tuko ndani yake na yeye yuko ndani yetu, tunafanya kazi pamoja na yeye. Kile anachokifanya yeye na sisi tunaweza kukifanya kikubwa kuliko alichokifanya yeye. Anachotaka tu tuamini, anachotaka tuamini. Elisha aliamini kwamba hili vazi la Elia nikilichukua, nikipiga haya maji, mto utagawanyika. Alichukua ile imani, akapiga yale maji na mto ukagawanyika, akaweza kupita. Alifanya vitu kwa imani na kwa matendo. Ndio maana unaambiwa imani bila matendo imekufa. Kama kuna kitu unakiamini kwamba nikifanya hivi hichi kitu kitakuwa, usijiulize mara mbili, fanya ili uone Mungu anakujibuje. Fanya kile kitu, fanya. Ndio maana unaona Elisha hakuwa anajiuliza mara mbili. Hakuwa anajiuliza mara mbili. Hakuwa anasema, sasa nikisema hivi itakuwa kweli. Nikitamka hili neno litakuwa kweli. Alishaamini ile sehemu ya roho ya Elia iko ndani yake inaishi. Aliamini. Ungekuwa wewe umetamka hivyo, ungeamini? Si ungekuwa bado na mashaka ndani yako, hivi kweli roho yake atakuwa kaniachia kweli? Hivi nguvu zake kweli zitakuwa ziko ndani yangu? Unakuwa hujiamini. Kwani mara ngapi katika vitu vidogo tumekosa kujiamini sisi wenyewe? Mara ngapi unaisikiliza sauti ya Mungu afu wewe mwenyewe unajiambia hivi atakuwa Mungu kweli? Mara ngapi umwamini hata Mungu anayesema na wewe? Mungu anasema na wewe mara ngapi? Lakini huiamini hata sauti ya Mungu ambaye anakaa ndani yako. Humwamini. Lakini anasema na wewe kwa namna nyingi sana. Sasa Yesu anataka tuamini. Halafu tukiamini tuchukue hatua. Halafu tukichukua hatua tuone matokeo yanayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jichunguze. Viwango vyako vya roho, ukuaji wako wa roho unategemea sana na anayekuchunga. Ukuaji wako wa kiroho unategemea sana na anayekuchunga. Anayekuchunga yuko vipi? Yukoje kwenye roho? Yuko aina gani huyu mtu? Yukoje? Akiwa mzembe na kanisa lake litakuwa lizembe. Akiwa mtu wa kulalala tu, hata hana mikesha, hata haombi, hata afanyi, kanisa litakuwa hivyo. Watakuja watu wengine kanisani kwake, wana shauku ya kukesha, wana shauku ya kuomba, wana shauku ya kufanya mabadiliko, lakini wanamkuta mchungaji hayupo huko. Hayupo. Mtu anaenda kumshauri, baba, tunaomba tuwe na mikesha hapa kanisani. Mchungaji anasema,
Habari za kukesha mimi pasitaki kuzisikia. Mchungaji, labda tunaomba tuwe na vipindi vya jioni kwa ajili ya kujifunza neno. Hizo habari mimi sitaki kuzisikia. Umeona? Yeye hataki kabisa. Sasa unajikuta hata wewe ambaye ulienda kwenye hilo kanisa una moto wa kutaka kufanya kitu, anakuzimisha kwa sababu hakupi ushirikiano. Sasa kama hakupi ushirikiano kanisa la kwako utashindwa kufanya kitu chochote. Unategemea zaidi ushirikiano wake ili na wewe uweze kufanya kitu cha mabadiliko pale kanisani. Kwa hiyo ukiona upo kwa mchungaji ambaye yeye amesinzia, mtafute Mungu kwa juhudi zako. Mtafute Mungu kwa juhudi zako. Wewe kama wewe mtafute Mungu. Fanya hata mikesha nyumbani kwako. Fanya jitihada wewe mwenyewe za kumtafuta Mungu. Tafuta mahusiano yako wewe mwenyewe na Mungu. Ukitaka kwamba awe lolumodo wako na kati lolumodo wako mwenyewe ndo hamtaki Mungu, hauwezi ukafika popote. Hauwezi ukafika popote. Ndio maana nimesema nani aliyekuzunguka? Huyu aliyekuzunguka ndo atakuwa chachu ya wewe kumjua Mungu zaidi, ndo atakuwa chachu ya wewe kupanda viwango zaidi vya ulimwengu wa kiroho. Lakini kama aliyekuzunguka hana hizo vitu na wewe utakuwa hauna, au kama ulikuwa navyo utashuka, kwa sababu waliokuzunguka hawakupi motisha ya wewe kuendelea kumtafuta Mungu, bali wanakushusha chini. Wanakushusha chini. Sasa angalia umezunguka na watu wa aina gani. Kama umezunguka na watu ambao hawapendi kuomba, obviously na wewe hata kama ulikuwa unapenda kuomba, kiwango chako cha maombi kitashuka. Changamka. Funua macho yako, akili yako ifanye kazi. Nani amekuzunguka? Unaangalia kabisa, hivi mbona nilivyojiunga na huyu mtu ninaona kabisa nguvu zangu za kiroho zinapungua, hata maombi yangu siku hizi siombi. Jua kabisa aliyekuzunguka ndo anakushusha chini. Kwa sababu yeye hahitaji kuomba. Hataki kumtafuta Mungu. Sasa wewe unayetaka kumtafuta Mungu, tafuta jitihada zako binafsi ili umpate Mungu, ili umtafute huyo Mungu. Tafuta mahusiano yako binafsi na Mungu. Muda tulionao hatuna muda wa kupoteza. Hatuna muda wa kubembelezana. Hatuna muda wa kupoteza. Yaani kila mtu sasa hivi anang'ang'ana mwenyewe katika kumtafuta Mungu. Kila mtu sasa hivi ang'ang'ane mwenyewe. Ukitegemea tu eti kwamba ninaangalia mchungaji wangu anataka nini, ndo basi umemaliza, huna muda wa kumtafuta Mungu wewe mwenyewe binafsi. My dear, mtafute Mungu. Mtafute Mungu. Mchungaji hata asipoitisha toba, piga toba, omba toba nyumbani kwako, piga magoti, mlilie Mungu, omba toba. Wewe ndio unayejijua na Mungu anakujua zaidi. Na Mungu anakujua. Usisubiri mpaka mchungaji aitishe toba ya kanisa. Omba toba, mlilie Mungu, mtafute Mungu kwa bidii. Wewe kama wewe, mtafute Mungu kwa bidii. Mtafute Mungu kwa bidii. Kama waliokuzunguka hawana bidii ya kumtafuta Mungu, mtafute Mungu kwa bidii. Wewe kama wewe, jitie nguvu mwana wa Mungu, mtafute Mungu kwa bidii. Ukiangalia kama alivyo mtumishi wa Mungu anayekuongoza, ndivyo unataka na wewe uwe hivyo. Kama viwango vyake viko chini, basi na wewe utashushwa chini hivyo hivyo, kama hautataka jitihada za wewe mwenyewe kujinasua kutoka pale alipo ukasonga mbele. Basi somo letu la leo limeishia hapo. Naomba tumshukuru Mungu. Asante Baba wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi, ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo umewaletea watoto wako siku ya leo. Ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu ulikuwa pamoja nami. Ninaliinua na kulitukuza jina lako, mfalme wa falme. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na heshima, enzi, nguvu na mamlaka zote ni zako. Baba, ninawaombea wale wote ambao watakwenda kulisikiliza somo hili Baba, wakapate kubadilika. Watie nguvu Baba za kuendelea kukutafuta kwa bidii. Watie nguvu Baba za kuendelea kuweka mahusiano ya karibu na wewe Mungu. Baba, ninaomba uwasaidie, ninawafunika kwa damu ya Yesu, ninawafunika kwa damu ya mwana kondoo. Basi ujumbe huu Mungu kawafikie wale ambao umewakusudia wewe na unaona kabisa hawa watu wakisikiliza huu ujumbe watakwenda kubadilishwa. Na Mungu ikawe hivyo katika jina la Yesu. Amen.